Popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yaliyote yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa Football Club. Mchezo utakaopigwa mapema mnamo tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026 mnamo saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa ni mchezo wa mkondo wa 7 kwa Simba Sports Club, lakini pia mchezo wa mkondo wa 11 kwa Mashujaa Football Club. Hivyo basi mchezo huu ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili kwa ujumla, huku kila moja ikisaka alama 3 ili kujihakikishia nafasi bora katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia ubora wa mchezo huu unachagizwa na uimara wa timu zote mbili kwa ujumla baada ya kuwa na muendelezo mzuri kabisa katika ligi ya Zandani. Na moja kwa moja tukimwangazia Simba Sports Club, anashikilia nafasi ya 6 katika msimamo wa ligi kuu akiwa na jumla ya michezo 6, huku akivuna jumla alama 13 akiwa na faida ya magoli 8. Mashujaa Football Club yeye anashikilia nafasi ya 8 akiwa na jumla alama 13 baada ya kucheza michezo jumla ya 10, huku akidaiwa jumla ya magoli 5. Hivyo basi kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker ametangaza mabadiliko ya kikosi ambacho kinakwenda kukabiliana na Mashujaa Football Club mapema hivi leo ili kutafuta alama 3 na kufanikiwa kuendelea kutafuta nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na golikipa wake Hussein Abel, huku mbadala wake akiwa ni Mahmoud Jibo. Hivyo basi Hussein Abel amekuwa golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia ipasavyo miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi au hapo langoni. Ni golikipa mwenye uwezo mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi au hapo langoni. Lakini pia golikipa huyo alijiunga na Simba Sports Club amekuwa muhimili bora katika kikosi hicho cha Simba Sports Club baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika michezo aliyokwisha kucheza hapo awali. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani walinzi nambari 2, nambari 3, nambari 4 na mlinzi nambari 5. Na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Barker amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni David Frank Kameta almaarufu kama Duchu. Ikumbuke kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo mkubwa wa kupiga mpira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Steve Barker ameendelea kumwamini Shomari Kapombe. Hiyo yote ni kutokana na uwezo na ubora mkubwa wa kumzuia winga wa kushoto wa mpinzani ili asipige cross au kupenya kwa namna yoyote, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi au kupiga mashuti. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Nixon Kibabage, huku mbadala wake akiwa ni Anthony Mligo. Ikumbuke kwamba Nixon Kibabage amekuwa ni moja ya mabeki bora wenye uzoefu mkubwa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni kwa muda mrefu. Amekuwa beki bora katika mashindano ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Steve Barker ameendelea kumwamini Nixon Kibabage kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia beki huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi ndefu, kukaba kwa usahihi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi, kuzuia mashambulizi kwa kuongeza idadi ya viungo katikati. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross, kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, lakini pia kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi
pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoka upana wa uwanja upande wa kushoto. Lakini pia beki anasifika kwa kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia kutengeneza nafasi au kupiga mashuti. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Wilson Nangu huku mbadala wake akiwa ni Vedastus Masinde. Ikumbukwe kwamba Wilson Nangu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mpira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mpira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyu, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi, lakini pia beki huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuzuia washambuliaji wasipenye au kupata nafasi ya kufunga, lakini pia huondoa mipira ya juu na ya hatari kwa kukaba au kupiga vichwa. Lakini pia beki huyo hutoa maelekezo ya kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi, kufuatilia mashambuliaji na kusafisha mipira karibu na lango, kupiga pasi sahihi, kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia huepuka makosa ya ovyo na kucheza kwa makini muda wote. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na Rushan Dereki. Kumbuka kwamba Rushan Dereki amekuwa beki mwenye uwezo mkubwa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani, uwezo mkubwa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo mkubwa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Beki huyu amekuwa ni moja ya muhimili imara na mkubwa katika kikosi hiki cha Simba Sports Club baada ya kuisaidia timu yake kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wenzake na kukaba washambuliaji mkuu wa timu pinzani. Lakini pia beki huyu anasifika kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango. Lakini pia beki huyu anasifika kusaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao, na msimu huu ndio hiyo inaonyesha ni kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo, wakati yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 pamoja na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na Yusuf Ali Kagoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbuku kwamba Yusuf Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa, na uwezo mkubwa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza. Anasifika kwa uwezo mkubwa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na Nabi Kamara huko Neo Maema akiwa kama mbadala wake. Ikumbukwe kwamba Nabi Kamara amekuwa kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kupokea mpira kutoka mabeki na kusambaza mbele. Lakini pia kiungo huyu anasifika kusaidia ulinzi kukaba, kurejesha mpira na kuziba nafasi katikati ya uwanja. Kiungo huyu anasifika kwa kuchangia mashambulizi, kupandisha mpira, kupiga pasi za mwisho na kuingia kwenye box, lakini pia kudhibiti tempo ya mchezo, kujua lini apunguze na harakishe kasi ya mchezo. Lakini pia anasifika kupiga mashuti ya mbali, kutumia nafasi ya kufunga magoli kutoka nje ya boksi. Lakini pia kiungo huyu anasifika kufanya kazi nyingi uwanjani, kukimbia sana na kusaidia timu pande zote mbili. Kwa ufupi, kiungo nambari 8 ni engine ya timu, anayehakikisha mpira unatembea vizuri na timu inakuwa imara katikati ya uwanja, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa ukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pale timu inaposhambuliwa.
Mchezaji huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya mhimili mkubwa katika klabu kwa kusaidia timu yake kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup, lakini pia kushika nafasi ya 5 katika ligi kuu NMB mpaka hivi sasa, huku akitofautiana jumla ya alama 7 dhidi ya anayeongoza ligi, huku Simba akiwa na idadi ya mechi 5 mkononi dhidi ya kinara wa ligi huyo Tanzania Bara. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na kiungo wake Clatous Chota Chama, huku mbadala wake akiwa ni Morris Abraham. Ikumbuka kwamba Clatous Chota Chama amekuwa ni mchezaji mwenye muendelezo mzuri. Kiungo huyo anasifika kwa uwezo wake mkubwa kufunga mabao kutokea mbali, kuchezesha timu, kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake, lakini pia amekuwa muhimili mkubwa katika klabu ya Simba baada ya kuwa na muendelezo wa ubora. Hii yote ni kutokana na ubora aliokwisha kuonyesha huko nyuma. Lakini pia nasifika kwa uwezo mkubwa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti. Kiungo huyu anasifika kwa kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia, kupiga mashuti na kufunga mabao. Lakini pia kiungo huyu anasifika kupokea mipira kati ya viungo na washambuliaji, kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Kibu Denis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Lakini pia ikumbuke kwamba Kibu Denis Prosper amekuwa ni mchezaji mzoefu na muhimili mkubwa wa klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania Bara. Mshambuliaji huyu amekuwa akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuvuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho. Lakini pia kucheza kama kiungo cha mashambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Selemani Mwalimu, kumbadala yake ikiwa ni Jonathan Soa. Ikumbuke kwamba Selemani Mwalimu amekuwa na ubora na mchango mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club. Hivyo basi mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika zoni ya wapinzani. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukabia juu timu pinzani ili kuzuia mpango wa mashambulizi ya haraka kutokea juu. Selemani Mwalimu anasifika kwa ubora mkubwa wa kufunga mabao kutumia nafasi zinazopatikana, kuweka pressure kwa mabeki wa wapinzani waliofanya makosa, kuweka timu juu kwa kushikilia mpira, lakini pia kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, lakini pia kumalizia mipira ya cross kwa kichwa au miguu. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzu Kibisawala. Ikumbuke kwamba ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi za winga zote mbili, kulia na kushoto. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kutumia miguu yote kwa nguvu ile na ubora ule. Lakini pia mshambuliaji huyu amefunga magoli kadhaa akitokea kulia au kushoto kwa kupiga nje ya 18 ya wapinzani, lakini pia na uwezo mkubwa wa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes. Lakini pia anasifika kwa pasi hizo zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hii yote ni kutokana na vision alionayo ya kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambayo ni bora zaidi, na amefanya hivyo mara nyingi katika ligi ya ndani na kimataifa. Spidi ya mshambuliaji huyo ni kubwa na huwa inaongezeka zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club leo, kikosi ambacho kimetangazwa mapema na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker kuelekea mchezo anaokwenda kukabiliana na Mashujaa Football Club mapema hivi leo saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu.